Mwanasiasa mkongwe wa Chama cha Mapinduzi John Makale ambaye ni mbunge mstaafu wa jimbo la Maswa amerejea kwenye ulingo wa mambo ya kisiasa kwa kutoa ushauri mzito kuhusu mustakabali wa Daktari Emmanuel Nchimbi ndani ya chama hicho tawala. John amemtaka kiongozi huyo kufanya tafakari ya kina kuhusu nafasi yake na kuchukua hatua zitakazolinda heshima yake pamoja na historia ya utumishi wake ndani ya Chama cha Mapinduzi. Jambo linalozungumzwa katika taarifa hii linahusu mwelekeo na mustakabali wa kisiasa wa Daktari Emmanuel Nchimbi, mmoja wa viongozi wenye uzoefu mkubwa ndani ya Chama cha Mapinduzi. Mjadala huu unaguza sura na taswira ya chama tawala katika kushughulikia migogoro au changamoto za ndani zinazowakabili viongozi wake waandamizi. Ndani ya muktadha huu, hatua yote inayopendekezwa au inayoweza kuchukuliwa inatarajiwa kubeba uzito wa kihistoria wa chama tawala pamoja na kizazi kipya cha wanasiasa na viongozi wanaofuatilia mfumo huo wa kiutawala nchini Tanzania. Kwa msikilizaji au mtazamaji asiyefahamu uzito wa jambo hili, Daktari Emmanuel Nchimbi ni jina linalofahamika kwa muda mrefu katika medali za kisiasa na siasa za Chama cha Mapinduzi. Mwanachama huyo amewahi kushika nyadhifa mbalimbali za uongozi serikalini na ndani ya chama, jambo linalofanya hatua yoyote inayohusu nafasi yake kuibua hisia na majadiliano mapana miongoni mwa wanachama na wadau wa siasa. Ushauri uliotolewa na John Makale unaonyesha jinsi masuala ya nidhamu na mwelekeo wa viongozi waandamizi wanavyoweza kuwa na athari za moja kwa moja katika safu nzima ya uongozi wa CCM. Katika kueleza chanzo cha tathmini yake, mbunge huyo mstaafu wa Maswa amependekeza njia mbili kuu ambazo Daktari Emmanuel Nchimbi anaweza kuzitafakari katika kipindi hiki. Njia ya kwanza iliyotajwa na kiongozi huyo ni kujiuzulu kwa hiari na kwa heshima, huku akiendelea kusalia ndani ya safu ya Chama cha Mapinduzi bila kuondoka au kukimbia majukumu yake ya kisiasa. Njia ya pili iliyowekwa mezani na John Makale ni Daktari Emmanuel Nchimbi kama makamu wa rais kusubiri kwa utulivu uamuzi rasmi utakaochapishwa au kutolewa na mamlaka za chama kuhusu mustakabali wake, badala ya kuchukua hatua za haraka zinazoweza kusababisha athari kubwa zaidi kwa taswira yake ya kisiasa. Alikiimarisha uchambuzi wake wa kihistoria, John Makale amerejelea mifumo ya viongozi mbalimbali waliowahi kukumbana na vipindi vigumu ndani ya Chama cha Mapinduzi na vyama vilivyotangulia kuasisiwa kwake. Miongoni mwa majina aliyoyataja ni John Malesela aliyewahi kushika nyadhifa ya juu ya kiserikali na kichama, pamoja na Aboud Jumbe aliyekumbana na changamoto kubwa za kisiasa katika mazingira ya uongozi wa Zanzibar na muungano wa Jamhuri ya Tanzania. Mwanasiasa huyo mkongwe pia amewataja Oscar Kambona aliyekuwa na mchango katika kipindi cha awali cha kihistoria ya Tanzania na Olisen Kolimba aliyewahi kuongoza chama hicho tawala kama katibu mkuu katika kipindi cha nyuma. Zaidi ya viongozi hao wa kihistoria, John Makale amewachanganua wanasiasa wengine waliochukua uamuzi wa kupitia njia tofauti badala ya kukumbana na shinikizo au mabadiliko ya kisiasa ndani ya Chama cha Mapinduzi. Orodha hiyo inamjumuisha Augustine Mrema aliyetambulika katika kipindi cha mabadiliko ya siasa za vyama vingi nchini, Edward Lowassa aliyewahi kushika nafasi za juu serikalini na ndani ya chama kabla ya kupitia mvutano wa kisiasa, pamoja na Bernard Membe, kiongozi mwingine aliyewahi kutafakari mustakabali wake ndani ya chama baada ya kukabiliwa na mazingira yanayofanana na haya yanayomkumba Emmanuel Nchimbi. Mfululizo wa
mifano hiyo ya kihistoria uliowekwa wazi na John Makale unalenga kuonyesha jinsi viongozi waliotangulia walivyokabiliana na vipindi vigumu vya kimaamuzi ndani ya mfumo wa kiutawala. Kwa mtazamo wa mbunge huyo mstaafu wa Maswa, uzoefu wa viongozi hao waliopita unapaswa kumsaidia makamu wa rais Emmanuel kufanya uamuzi kwa utulivu na busara bila kutaharisha mchango wake kwa muda mrefu wala kufuruga mahusiano yake ya kisiasa na Chama cha Mapinduzi. Akiunganisha matukio ya nyuma na ya hali ya sasa, John Makale amekumbusha tukio la mwaka wa 2015 ambako Daktari Emmanuel Nchimbi aliwahi kukumbana na hatua za kinidhamu ndani ya Chama cha Mapinduzi. Hatua hizo zilikuja baada ya Nchimbi kutofautiana hadharani na uamuzi wa chama wakati wa mchakato wa ndani wa kuteua mgombea urais, ambapo alikuwa akishirikiana na viongozi wengine waandamizi akiwemo Adam Kimbisa na Sophia Simba waliokuwa na msimamo kama wake katika kipindi hicho cha nyuma. Tukio hilo la mwaka wa 2015 linatajwa na John Makale kama mfano halisi wa historia ya kisiasa ya Daktari Emmanuel Nchimbi ndani ya Chama cha Mapinduzi, ambalo linatoa taswira ya jinsi chama tawala kinavyoshughulikia matukio ya kutofautiana na kimsimamo miongoni mwa viongozi wake. Kwa mujibu wa maelezo yake, uzoefu wa tukio hilo la nyuma unapaswa kuwa somo na dira kwa Nchimbi mwenyewe wakati huu anapotafakari hatua na uamuzi wa kuchukua kuhusu nafasi yake ya sasa. Athari za moja kwa moja za ushauri huu wa John Makale zinaonyesha kuwepo kwa mjadala wa ndani miongoni mwa wanachama wakongwe kuhusu namna bora ya kusimamia misingi ya umoja na nidhamu bila kuvunja heshima za viongozi waandamizi. Mjadala huu unaonyesha jinsi historia ya migogoro ya kifikra na kimsimamo ndani ya CCM inavyoendelea kutoa mafunzo kwa viongozi wa sasa pale wanapokabiliwa na mazingira magumu ya uamuzi wa kisiasa. Pia kauli hiyo inaleta msisitizo mpya juu ya uwepo wa taratibu za kisheria na kikanuni ambazo zimekuwa zikitumiwa na Chama cha Mapinduzi katika kushughulikia masuala ya viongozi wake. Historia iliyorejewa na wanasiasa waliopita unaonyesha kuwa kila hatua inayochukuliwa na kiongozi mwandamizi inakuwa na mchango mkubwa katika kuamua uelekeo wa chama na taswira yake mbele ya jamii kati na wanachama wa utawala.